Ufunuo sura ya kwanza. Huu ni ufunuo aliotoa Yesu Kristo, ambao Mungu alimpa awaonyeshe watumishi wake mambo ambayo yanapaswa kutukia karibuni. Kristo alimtuma malaika wake amjulishe mtumishi wake Yohane mambo hayo. Naye Yohane ameshuhudia yote aliyoyaona mintarafu ujumbe wa Mungu na ushahidi wa Yesu Kristo. Heri yake mtu anayesoma kitabu hiki chenye maneno ya ujumbe wa kinabii, na heri yao wanaosikia na kushika yaliyoandikwa humu, maana wakati wa mambo haya umekaribia. Mimi Yohane nayaandikia makanisa 7 yaliyoko Asia, na watakieni neema na amani kutoka kwake yeye aliyeko, aliyekuwako na anayekuja, na kutoka kwa roho 7 walio mbele ya kiti chake cha enzi, na kutoka kwa Yesu Kristo, shahidi mwaminifu, wa kwanza kufufuliwa kutoka wafu, na ambaye ni mtawala wa wafalme wa dunia. Yeye anatupenda, na kwa damu yake ametufungua kutoka vifungo vya dhambi zetu. Akatufanya sisi kuwa ufalme wa makuhani, tumtumikie Mungu Baba yake. Kwake Yesu Kristo uwe utukufu na nguvu milele na milele. Amina. Tazama, anakuja na mawingu. Kila mtu atamuona, na hata wale waliomtoboa. Makabila yote duniani yataomboleza juu yake. Naam, amina. Mimi ni Alfa na Omega, asema Bwana Mungu mwenye nguvu, aliyeko, aliyekuwako na anayekuja. Mimi ni Yohane, ndugu yenu, ambaye kwa kuungana na Yesu nashiriki pamoja nanyi mateso na ufalme wake na uvumilivu thabiti. Mimi nilikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa sababu ya kuhubiri neno la Mungu na kumshuhudia Yesu. Basi wakati mmoja, siku ya Bwana, nilikumbwa na Roho. Nikasikia nyuma yangu sauti kubwa kama sauti ya tarumbeta, nayo ilisema, andika katika kitabu yale unayoyaona, ukipeleke kwa makanisa haya 7: Efeso, Smurna, Pergamo, Thuatira, Sarde, Filadelfia na Laodikea. Basi nikageuka nimuone huyo aliyesema nami. Nikaona vinara vya taa 7 vya dhahabu, na katikati yake kulikuwa na kitu kama mwana wa mtu, naye alikuwa amevaa kanzu ndefu na ukanda wa dhahabu kifuani. Nywele zake zilikuwa nyeupe kama pamba nyeupe, kama theluji. Macho yake yalimetameta kama moto. Miguu yake kama shaba iliyong'arishwa, iliyosafishwa katika tanuru ya moto. Na sauti yake ilikuwa kama sauti ya poromoko la maji. Katika mkono wake wa kulia alikuwa na nyota 7, na kinywani mwake mlitoka upanga wenye makali kuwili. Uso wake uling'aa kama jua kali kabisa. Basi nilipomuona tu, nilianguka mbele ya miguu yake kama maiti. Lakini yeye akaweka mkono wake wa kulia juu yangu, akasema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ni yeye aliye hai. Nilikuwa nimekufa, lakini tazama, sasa ni hai milele na milele. Ninazo funguo za kifo na kuzimu. Basi sasa andika mambo haya unayoyaona, mambo yanayotukia sasa na yale yatakayotukia baadaye. Siri ya nyota zile 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kulia, na siri ya vile vinara 7 vya taa vya dhahabu ni hii: zile nyota 7 ni malaika wa makanisa, na vile vinara 7 vya taa vya dhahabu ni makanisa 7. Ufunuo sura ya pili. Kwa malaika wa kanisa la Efeso andika: mimi nishikaye zile nyota 7 katika mkono wangu wa kulia, na ambaye hutembea katikati ya vinara 7 vya taa vya dhahabu, nasema hivi: najua mambo yako yote. Najua bidii yako na uvumilivu wako. Najua kwamba huwezi kuwavumilia watu waovu, na kwamba umewapima wale wanaojisemea kuwa mitume na kumbe sio. Ukagundua kwamba ni waongo. Wewe unayo saburi, umestahimili taabu nyingi kwa ajili ya jina langu, wala hukuvunjika moyo. Lakini ninalo jambo moja dhidi yako: wewe hunipendi tena sasa kama pale awali. Basi pakumbuke pale ulipokuwa kabla ya kuanguka, ukatubu na kufanya kama ulivyofanya pale awali. La sivyo, naja kwako na kukiondoa kinara chako mahali pake. Lakini nakusifu juu ya kitu kimoja: wewe unayachukia wanayoyatenda wa Nikolai kama ninavyoyachukia mimi.
Aliye na masikio, basi na asikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Mshindi nitamjalia kula matunda ya mti wa uhai ulioko ndani ya bustani ya Mungu. Kwa malaika wa kanisa la Smurna andika: mimi niliye wa kwanza na wa mwisho, ambaye nilikufa na kuishi tena, nasema hivi: najua taabu zako, najua pia umasikini wako. Ingawaje kwa kweli wewe ni tajiri, najua kashfa walizokufanyia wale wanaojiita Wayahudi, lakini si Wayahudi wa kweli, bali ni kundi lake Shetani. Usiogope hata kidogo yale ambayo itakulazimu kuteseka. Sikiliza, Ibilisi anataka kuwajaribu kwa kuwatia baadhi yenu gerezani. Nanyi mtapata dhiki kwa muda wa siku 10. Mwe waaminifu hata mpaka kufa, nami nitawapeni taji ya uhai. Aliye na masikio, basi na asikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Mshindi hataumizwa na kifo cha pili. Kwa malaika wa kanisa la Pergamo andika: mimi niliye na upanga mkali wenye makali kuwili, nasema hivi: najua unakoishi. Wewe unaishi kwenye makao makuu ya Shetani, lakini bado unashikilia jina langu. Hukuikana imani yako kwangu, hata siku zile Antipa, shahidi wangu mwaminifu, alipouawa pale mahali anapoishi Shetani. Lakini ninayo machache dhidi yako. Baadhi yenu ni wafuasi wa Baalamu, aliyemfundisha Balaki kuwatega wana wa Israeli wale vyakula vilivyotambikiwa sanamu na kufanya uzinzi. Vivyo hivyo, wako pia miongoni mwenu watu wanaofuata mafundisho ya Wanikolai. Basi tubu, la sivyo nitakuja kwako upesi na kupigana na watu hao kwa upanga utokao kinywani mwangu. Aliye na masikio, basi na asikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Mshindi nitampa ile mana iliyofichika. Nitampa pia jiwe jeupe lililoandikwa jina jipya ambalo hakuna mtu aliyelijua isipokuwa tu wale wanaolipokea. Kwa malaika wa kanisa la Thuatira andika hivi: huu ndio ujumbe wa mwana wa Mungu, ambaye macho yake yametameta kama moto na miguu yake inang'aa kama shaba iliyosuguliwa. Najua mambo yako yote. Najua upendo wako, imani yako, utumishi wako na uvumilivu wako. Wewe unafanya vizuri zaidi sasa kuliko pale awali. Lakini nina jambo moja dhidi yako. Wewe unamvumilia yule mwanamke Yezebeli, anayejiita nabii, anayefundisha na kuwapotosha watumishi wangu wafanye uzinzi na kula vyakula vilivyotambikiwa sanamu. Nimempa muda wa kutubu, lakini hataki kuachana na uzinzi wake. Sikiliza, sasa namtupa kitandani, ambapo yeye pamoja na wote waliofanya uzinzi naye watapatwa na mateso makali, kama wasipotubu matendo yao mabaya waliyotenda naye. Tena nitawaua wafuasi wake, ili makanisa yote yatambue kwamba mimi ndiye ninayechunguza mioyo na fikira za watu. Nitamlipa kila mmoja wenu kadiri ya matendo yake. Lakini nyinyi wengine mlioko huko Thuatira, ambao hamfuati mafundisho yake ya Yezebeli na ambao hamkujifunza kile wanachokiita siri ya Shetani, na waambieni kwamba sitawapeni mzigo mwingine. Lazima mzingatie yale mlio nayo sasa mpaka nitakapokuja. Mshindi na mwenye kuzingatia mpaka mwisho mambo ninayotaka, nitampa mamlaka juu ya watu wa mataifa. Atawaongoza kwa fimbo ya chuma na kuwavunja-vunja kama vyombo vya udongo. Mimi pia nimepokea mamlaka hayo kutoka kwa Baba yangu. Tena nitampa nyota ya asubuhi. Aliye na masikio, basi na ayasikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Ufunuo sura ya 3. Kwa malaika wa kanisa la Sarde andika: mimi niliye na roho 7 za Mungu na nyota 7, nasema hivi: nayajua mambo yako yote. Najua unajulikana kuwa na uhai, kumbe umekufa. Amka, imarisha chochote chema kilichokubakia, kabla nacho hakijatoweka kabisa. Maana mpaka sasa sijayaona matendo yako kuwa ni makamilifu mbele ya Mungu wangu. Kumbuka basi yale uliyofundishwa na jinsi ulivyoyasikia, uyatii na kutubu. Usipokesha, nitakujia ghafla kama mwizi, na wala hutajua saa nitakapokujia. Lakini wako wachache huko Sarde ambao hawakuyachafua mavazi yao. Hao wanastahili kutembea pamoja nami, wamevaa mavazi meupe. Mshindi atavikwa hivyo kwa mavazi meupe, nami sitalifuta jina lake kutoka katika kitabu cha uhai.
Tena nitamkiri kwamba ni wangu mbele ya Baba yangu na mbele ya malaika wake. Aliye na masikio, basi na yasikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Kwa malaika wa kanisa la Filadelfia andika hivi: Mimi niliye mtakatifu na wa kweli, ambaye nina ule ufunguo wa Daudi, na ambaye hufungua na hakuna awezaye kufunga, hufunga na hakuna awezaye kufungua. Na yajua mambo yako yote. Sasa nimefungua mbele yako mlango ambao hakuna mtu awezaye kuufunga. Najua kwamba ingawa huna nguvu sana, hata hivyo umelitii neno langu, wala hukulikana jina langu. Sikiliza, nitawapeleka kwako watu wa kundi lake Shetani, watu ambao hujisema kuwa ni Wayahudi, kumbe sivyo, ila wanasema uongo. Naam, nitawapeleka kwako na kuwafanya wapige magoti mbele yako, wapate kujua kwamba nimekupenda wewe. Kwa kuwa wewe umezingatia neno langu la kuwa na uvumilivu thabiti, mimi nitakutegemeza salama wakati ule wa dhiki inayoujia ulimwengu mzima, kuwajaribu wote wanaoishi duniani. Naja kwako upesi, shikilia kwa nguvu ulicho nacho sasa, ili usije ukanyang'anywa na mtu yeyote taji yako. Mshindi nitamfanya awe mnara katika hekalu la Mungu wangu, na hata toka humo kamwe. Pia nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, yaani Yerusalemu mpya, mji ambao utashuka kutoka juu mbinguni kwa Mungu wangu. Tena nitaandika juu yake jina langu jipya. Aliye na masikio, basi na yasikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Kwa malaika wa kanisa la Laodikea andika hivi: Mimi niitwaye Amina, shahidi mwaminifu na wa kweli, ambaye ni chanzo cha viumbe vyote alivyoumba Mungu, nasema hivi: Na yajua mambo yako yote. Najua kwamba wewe si baridi wala si moto. Afadhali ungekuwa kimojawapo, baridi au moto. Basi, kwa kuwa hali yako ni vuguvugu, si baridi wala si moto, nitakutapika. Wewe unajisema, mimi ni tajiri, ninajitosheleza, sina haja ya kitu chochote. Kumbe, hujui kwamba wewe ni mnyonge, unahitaji kuhurumiwa, maskini, kipofu tena uko uchi. Na kushauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri kweli. Tena afadhali ununue pia vazi jeupe, uvae na kufunika aibu ya uchi wako. Nunua pia mafuta ukapake machoni pako, upate kuona. Mimi ndiye mwenye kumuonya na kumrudi yeyote ninayempenda. Kwa hiyo, uwe na bidii na kutubu. Sikiliza, mimi nasimama mlangoni na kubisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia nyumbani kwake na kula chakula pamoja naye, naye atakula pamoja nami. Mshindi nitamjalia kuketi pamoja nami juu ya kiti changu cha enzi, kama vile mimi mwenyewe nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu juu ya kiti chake cha enzi. Aliye na masikio, basi na yasikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Ufunuo sura ya 4. Baada ya hayo nilitazama, nikaona mlango umefunguliwa mbinguni, na ile sauti niliyoisikia pale awali, ambayo ilikuwa kama sauti ya tarumbeta, ikasema, Njoo hapa juu, nami nitakuonyesha mambo yatakayotukia baadaye. Mara nikakumbwa na Roho. Kumbe huko mbinguni kuna kiti cha enzi, na juu yake ameketi mmoja. Huyo aliyeketi juu yake alikuwa kama almasi na jiwe zuri jekundu. Upinde wa mvua ulikuwa unang'aa kama zumaridi, na ulikizunguka kiti cha enzi pande zote. Kulikuwa na duara la viti 24 kukizunguka kiti cha enzi, na juu ya viti hivyo wazee 24 walikuwa wameketi, wamevaa mavazi meupe na taji za dhahabu vichwani. Umeme, sauti na ngurumo vilikuwa vinatoka kwenye hicho kiti cha enzi. Taa 7 za moto zilikuwa zinawaka mbele ya hicho kiti cha enzi. Taa hizo ni roho 7 za Mungu. Mbele ya kiti cha enzi kulikuwa na kitu kama bahari ya kioo, angavu, kama jiwe ling'aalo sana. Katika pande zote za hicho kiti cha enzi na kukizunguka kulikuwa na viumbe hai 4. Viumbe hao walikuwa wamejaa macho mbele na nyuma. Kiumbe wa kwanza alikuwa kama simba, wa pili kama ng'ombe, wa tatu alikuwa na sura ya mtu, na wa 4 alikuwa kama tai anayeruka. Viumbe hao 4 walikuwa na mabawa 6 kila mmoja, na walikuwa wamejaa macho ndani na nje. Usiku na mchana bila kupumzika uimba, Mtakatifu, 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 Bwana Mungu mwenye nguvu, aliyekuwako, aliyeko na anayekuja. Kila mara viumbe hao 4 walipomtukuza,
na kumheshimu na kumshukuru huyo aliyeketi juu ya kiti cha enzi, ambaye anaishi milele na milele. Wale wazee 24 hujiangusha mbele ya huyo aliyeketi juu ya kiti cha enzi na kumwabudu huyo ambaye anaishi milele na milele, na huziweka taji zao mbele ya kiti cha enzi, wakisema, wastahili, Ee Bwana na Mungu wetu, kupokea utukufu na heshima na nguvu, maana wewe uliumba vitu vyote, na kwa matakwa yako viliumbwa na vipo. Ufunuo sura ya 5. Kisha nikaona kitabu katika mkono wa kulia wa huyo aliyeketi juu ya kiti cha enzi, nacho kilikuwa kimeandikwa ndani na nje na kufungwa kwa mihuri 7. Tena nikamwona malaika mwenye nguvu akitangaza kwa sauti kubwa, nani anayestahili kuvunja hiyo mihuri na kukifungua kitabu hicho? Lakini hakupatikana mtu yeyote mbinguni, wala duniani, wala chini kuzimu, aliyeweza kukifungua hicho kitabu au kukitazama ndani. Basi mimi nikalia sana, kwa sababu hakupatikana mtu aliyestahili kukifungua au kukitazama ndani. Kisha mmoja wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama, simba wa kabila la Yuda, chipukizi wa Daudi, ameshinda. Yeye anaweza kuivunja mihuri yake 7 na kukifungua hicho kitabu. Kisha nikaona pale katikati ya kiti cha enzi mwana-kondoo amesimama, akizungukwa kila upande na wale viumbe hai 4 na wale wazee. Huyo mwana-kondoo alionekana kana kwamba amechinjwa. Alikuwa na pembe 7 na macho 7, ambayo ni roho 7 za Mungu zilizokuwa zimepelekwa kila mahali duniani. Mwana-kondoo akaenda akakitoa hicho kitabu kutoka mkono wa kulia wa yule aliyeketi juu ya kiti cha enzi. Mara tu alipokwisha toa hicho kitabu, wale viumbe hai 4 pamoja na wale wazee 24 walianguka kifudifudi mbele ya mwana-kondoo. Kila mmoja alikuwa na kinubi na bakuli za dhahabu zilizojaa ubani, ambao ni sala za watu wa Mungu. Basi wakaimba wimbo huu mpya, wewe wastahili kukitwaa hicho kitabu na kuivunja mihuri yake, kwa sababu wewe umechinjwa, na kwa damu yako umemnunulia Mungu wetu watu kutoka kila kabila, lugha, jamaa na taifa. Umewafanya ufalme wa makuhani, wamtumikie Mungu wetu, nao watatawala duniani. Kisha nikatazama, nikasikia sauti ya malaika wengi sana, idadi isiyohesabika, maelfu na maelfu. Walikuwa wamekaa kuzunguka kiti cha enzi, wale viumbe hai 4 na wale wazee, wakasema kwa sauti kuu, Mwana-kondoo aliyechinjwa anastahili kupokea uwezo, utajiri, hekima, nguvu, utukufu na sifa. Nikasikia viumbe vyote mbinguni, duniani, chini ya dunia na baharini, viumbe vyote ulimwenguni, vikisema, kwake yeye aketie katika kiti cha enzi na kwa Mwana-kondoo iwe sifa na heshima na utukufu na enzi milele na milele. Na wale viumbe hai 4 wakasema, Amina. Na wale wazee wakaanguka kifudifudi, wakaabudu. Ufunuo sura ya 6. Kisha nikamwona mwana-kondoo anavunja mhuri mmojawapo wa ile mihuri 7. Nikasikia mmoja wa wale viumbe hai 4 akisema kwa sauti kama ya ngurumo, njoo. Mimi nikatazama, na kumbe palikuwa na farasi mmoja mweupe hapo, na mpanda farasi wake alikuwa na upinde, akapewa na taji. Basi akatoka kama mshindi, aendelee kushinda. Kisha mwana-kondoo akavunja mhuri wa pili. Nikamsikia yule kiumbe hai wa pili akisema, njoo. Nami nikatazama, na kumbe palikuwapo farasi mwingine hapo mwekundu. Mpanda farasi wake alikabidhiwa jukumu la kuondoa amani duniani, watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Kisha mwana-kondoo akavunja mhuri wa 3. Nikamsikia yule kiumbe hai wa 3 akisema, njoo. Nikatazama, na kumbe palikuwapo farasi mmoja hapo mweusi. Mpanda farasi wake alikuwa na vipimo viwili vya kupimia uzito mkononi mwake.
Nikasikia kitu kama sauti itokayo kwa wale viumbe hai wanne, nayo ilisema, kibaba kimoja cha unga wa ngano kwa kiasi cha fedha denari moja, na vibaba vitatu vya shayiri kwa denari moja, lakini usiharibu mafuta wala divai. Kisha mwana-kondoo akavunja muhuri wa 4. Nikamsikia yule kiumbe hai wa 4 akisema, njoo! Nami nikatazama, na kumbe alikuwapo farasi mmoja hapo, rangi yake kijivu, na jina la mpanda farasi wake lilikuwa Kifo, na Kuzimu alimfuata nyuma. Hao walipewa mamlaka juu ya robo moja ya dunia, wawaue watu kwa upanga, njaa, tauni na kwa wanyama wakali wa dunia. Kisha mwana-kondoo akavunja muhuri wa 5. Nikaona pale chini ya madhabahu ya kufukizia ubani roho za wale waliouawa kwa sababu ya ujumbe wa Mungu na kwa sababu ya ushuhuda waliotoa. Basi wakalia kwa sauti kubwa, Bwana, uliye mtakatifu na mwaminifu, mpaka lini utakawia kulipiza kisasi kwa wakazi wote wa dunia kwa ajili ya kuuawa kwetu? Wakapewa kila mmoja vazi refu jeupe. Wakaambiwa wazidi kusubiri kwa muda mfupi, mpaka itakapotimia idadi ya watumishi wenzao na ndugu ambao watauawa kama wao wenyewe walivyouawa. Kisha nikatazama, na wakati mwana-kondoo alipovunja muhuri wa 6, kukawa na tetemeko kubwa la ardhi. Jua likawa jeusi kama gunia, mwezi wote ukawa mwekundu kama damu, nazo nyota za mbingu zikaanguka juu ya ardhi, kama matunda ya mtini yasiyokomaa yaangukavyo wakati mti wake unapotikiswa na upepo mkali. Anga likatoweka kama vile karatasi inavyokunjwa. Milima yote na visiwa vyote vikaondolewa mahali pake. Kisha wafalme wa duniani, wakuu, majemadari, matajiri, wenye nguvu, kila mtumwa na mtu huru, wakajificha mapangoni na kwenye majabali milimani. Wakaiambia hiyo milima na hayo majabali, tuangukieni, mkatufiche mbali na yeye aketie juu ya kiti cha enzi, na mbali na ghadhabu ya mwana-kondoo. Maana siku maalum ya ghadhabu yao imefika. Nani awezaye kuikabili? Ufunuo sura ya 7. Baada ya hayo nikawaona malaika 4 wamesimama katika pembe 4 za dunia, wakishika pepo 4 za dunia, ili upepo sivume hata kidogo, wala katika nchi, wala baharini, wala kwenye miti. Kisha nikamwona malaika mwingine akipanda juu kutoka mashariki, akiwa na muhuri wa Mungu aliye hai. Akapaaza sauti na kuambia hao malaika 4 waliokabidhiwa jukumu la kuiharibu nchi na bahari, msiharibu nchi, wala bahari, wala miti, mpaka tutakapokwisha wapiga muhuri watumishi wa Mungu wetu katika paji la uso. Kisha nikasikia idadi ya hao waliopigwa muhuri, watu 144,000 wa makabila yote ya watu wa Israeli. Kabila la Yuda, watu 12,000. Kabila la Rubeni, 12,000. Kabila la Gadi, 12,000. Kabila la Asheri, 12,000. Kabila la Naftali, 12,000. Kabila la Manase, 12,000. Kabila la Simeoni, 12,000. Kabila la Lawi, 12,000. Kabila la Isakari, 12,000. Kabila la Zabuloni, 12,000. Kabila la Yosefu, 12,000. Na kabila la Benyamini, 12,000. Kisha nikatazama, nikaona umati mkubwa wa watu wasiohesabika, watu wa kila taifa, ukoo, jamaa na lugha. Nao walikuwa wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwana-kondoo, wamevaa mavazi meupe na kushika matawi ya mitende mikononi mwao. Wakapaaza sauti, ukombozi wetu watoka kwa Mungu wetu aketie juu ya kiti cha enzi na kutoka kwa mwana-kondoo. Malaika wote wakasimama kukizunguka kiti cha enzi, wazee na wale viumbe hai 4. Wakaanguka kifudifudi mbele ya kiti cha enzi, wakamwabudu Mungu wakisema, Amina. Sifa, utukufu, hekima, shukrani, heshima, uwezo na nguvu viwe kwa Mungu wetu milele na milele. Amina. Mmoja wa hao wazee akaniuliza, hawa waliovaa mavazi meupe ni watu gani na wametoka wapi? Nami nikamjibu, Mheshimiwa, wewe wajua. Naye akaniambia,
Hawa ni wale waliopita salama katika ule udhalimu mkuu. Waliyaosha mavazi yao katika damu ya mwana-kondoo, yakawa meupe kabisa. Ndio maana wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Humtumikia Mungu mchana na usiku katika hekalu lake, naye aketie juu ya kiti cha enzi atatandaza hema lake juu yao kuwalinda. Hawataona tena njaa wala kiu, jua wala joto kali halitawachoma tena, kwa sababu mwana-kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atakuwa mchungaji wao, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji ya uhai. Naye Mungu atayafuta machozi yote machoni mwao. Ufunuo sura ya 8. Na mwana-kondoo alipouvunja muhuri wa 7, kukawa kimya mbinguni kwa muda wa nusu saa. Kisha nikawaona wale malaika 7 wanaosimama mbele ya Mungu, wamepewa tarumbeta 7. Malaika mwingine akafika, anachukua chetezo cha dhahabu, akasimama mbele ya madhabahu ya kufukizia ubani. Naye akapewa ubani mwingi autoe sadaka pamoja na sala za watu wote wa Mungu. Juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi, moshi wa ubani ukapanda juu, pamoja na sala za watu wa Mungu kutoka mikononi mwake huyo malaika aliyekuwa mbele ya Mungu. Kisha malaika akakichukua hicho chetezo, akakijaza moto wa madhabahuni, akakitupa duniani. Kukawa na ngurumo, sauti, umeme na tetemeko la ardhi. Kisha wale malaika 7 wenye tarumbeta 7 wakajiweka tayari kupiga mbiu ya mgambo. Malaika wa kwanza akapiga tarumbeta yake. Mchanganyiko wa mvua ya mawe na moto pamoja na damu ukamwagwa juu ya nchi. Theluthi moja ya nchi ikaungua, theluthi moja ya miti ikaungua, na majani yote mabichi yakaungua. Kisha malaika wa pili akapiga tarumbeta yake, na kitu kama mlima mkubwa unaowaka moto ukatupwa baharini. Theluthi moja ya bahari ikawa damu, theluthi moja ya viumbe vya baharini vikafa, na theluthi moja ya meli zikaharibiwa. Kisha malaika wa tatu akapiga tarumbeta yake, na nyota kubwa ikiwaka kama bonge la moto ikaanguka kutoka mbinguni na kutua juu ya theluthi moja ya mito na chemchemi za maji. Nyota hiyo inaitwa Uchungu. Basi theluthi moja ya maji yakawa machungu. Watu wengi wakafa kutokana na maji hayo, kwa sababu yaligeuka kuwa machungu. Kisha malaika wa 4 akapiga tarumbeta yake. Ndipo theluthi moja ya jua, ya mwezi na ya nyota ikapata pigo, hata mwangaza ukapoteza theluthi moja ya mng'ao wake. Theluthi moja ya mchana ikakosa mwanga, hali kadhalika na theluthi moja ya usiku. Kisha nikatazama, nikasikia tai akiruka juu kabisa angani, anasema kwa sauti kubwa, Ole! Ole! Ole kwa wanaoishi duniani wakati malaika 3 waliobaki watakapopiga tarumbeta zao. Ufunuo sura ya 9. Kisha malaika wa 5 akapiga tarumbeta yake, nami nikaona nyota iliyokuwa imeanguka juu ya nchi kutoka mbinguni, nayo ikapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Basi nyota hiyo ikafungua shimo la kuzimu, ukatoka moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa moshi huo wa kuzimu. Nzige wakatoka katika moshi huo, wakaingia duniani, wakapewa nguvu kama ya nge. Wakaamrishwa wasiharibu nyasi za nchi, wala majani, wala miti yoyote, bali wawaharibu wale tu ambao hawakupigwa muhuri wa Mungu katika paji la uso. Nzige hao hawakuruhusiwa kuwaua watu, ila kuwatesa tu kwa muda wa miezi 5. Maumivu atakayoyasababisha ni kama maumivu yanayompata mtu wakati anapoumwa na nge. Muda huo watu watatafuta kifo, lakini hawatakipata. Watatamani kufa, lakini kifo kitawakimbia. Kwa kuonekana, nzige hao walikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita. Juu ya vichwa vyao walikuwa na taji zilizo kama za dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama za binadamu. Nywele zao zilikuwa kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Vifua vyao vilikuwa vimefunikwa na kitu kama ngao ya chuma. Sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya msafara wa magari ya farasi wengi wanaokimbilia vitani. Walikuwa na mikia na miiba kama nge, na kwa mikia hiyo walikuwa na nguvu ya kuwadhuru watu kwa muda wa miezi 5. Tena wanaye mfalme anayewatawala, naye ndiye malaika wa kuzimu. Jina lake kwa Kiebrania ni Abadoni, na kwa Kigiriki
ni Apolioni, yaani mwangamizi. Maafa ya kwanza yamepita, bado mengine mawili yanafuata. Kisha malaika wa 6 akapiga tarumbeta yake, nami nikasikia sauti moja kutoka katika pembe 4 za madhabahu ya dhahabu iliyokuwa mbele ya Mungu. Sauti hiyo ikamwambia huyo malaika wa 6 mwenye tarumbeta, wafungulie malaika 4 waliofungwa kwenye mto mkubwa Eufrate. Naye akawafungulia malaika hawa 4 ambao walikuwa wametayarishwa kwa ajili ya saa hiyo ya siku ya mwezi huo wa mwaka huo huo, kuua theluthi moja ya wanadamu. Nilisikia idadi ya majeshi wapanda farasi ilikuwa 200,000,000. Hivi ndivyo nilivyowaona hao farasi na wapanda farasi katika hiyo njozi. Walikuwa na ngao vifuani zilizokuwa moto mtupu, zenye rangi ya samawati na njano kama kiberiti. Vichwa vyao hao farasi vilikuwa kama vya simba, na moto, moshi na kiberiti vilikuwa vinatoka vinywani mwao. Theluthi moja ya wanadamu waliuawa kwa mabaa hayo matatu, yaani moto, moshi na kiberiti, yaliyokuwa yanatoka katika vinywa vyao. Maana nguvu ya farasi hao ilikuwa vinywani mwao na katika mikia yao. Mikia yao ilifanana na nyoka na ilikuwa na vichwa, nao waliitumia hiyo kuwadhuru watu. Wanadamu wengine waliobaki ambao hawakuuawa na mabaa hayo hawakutubu na kuviacha vitu walivyokuwa wametengeneza kwa mikono yao wenyewe, wala kuacha kuabudu pepo, sanamu za dhahabu, fedha, shaba, mawe na miti, vitu ambavyo haviwezi kuona, kusikia wala kutembea. Wala hawakutubu na kuacha kufanya mauaji, uchawi, uzinzi na wizi. Sura ya 10. Kisha nikamwona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni. Alikuwa amevikwa wingu na upinde wa mvua kichwani mwake. Uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake ilikuwa kama moto. Mikononi mwake alishika kitabu kidogo kimefunguliwa. Aliweka mguu wake wa kulia juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi kavu, na kuita kwa sauti kubwa kama ya mgurumo wa simba. Alipopaza sauti, ngurumo 7 ziliitikia kwa kishindo, na hizo ngurumo 7 ziliposema, mimi nikataka kuandika, lakini nikasikia sauti kutoka mbinguni, maneno ya ngurumo hizo 7 ni siri, usiyaandike. Kisha yule malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi kavu akainua mkono wake wa kulia juu mbinguni, akaapa kwa jina la Mungu aishiye milele na milele, Mungu aliyeumba mbingu na vyote vilivyomo, bahari na vyote vilivyomo, dunia na vyote vilivyomo. Akasema, wakati wa kusubiri zaidi umekwisha. Lakini wakati yule malaika wa 7 atakapotoa sauti ya tarumbeta yake, Mungu atakamilisha mpango wake wa siri, kama alivyowatangazia watumishi wake manabii. Kisha ile sauti niliyokuwa nimesikia kutoka mbinguni pale awali ikasema nami tena, nenda ukakichukue kile kitabu kilichofunguliwa, kilicho mkononi mwa malaika asimamaye juu ya bahari na juu ya nchi kavu. Basi nikamwendea huyo malaika, nikamwambia anipe hicho kitabu kidogo, naye akaniambia, kichukue ukile. Kinywani mwako kitakuwa kitamu kama asali, lakini tumboni kitakuwa kichungu. Basi nikakichukua kitabu hicho kidogo kutoka mkononi mwa huyo malaika nikakila. Nacho kilikuwa kitamu kinywani mwangu kama asali, lakini nilipokimeza kikawa kichungu tumboni mwangu. Kisha nikaambiwa, inakubidi tena kutoa unabii kuhusu watu wengi, mataifa, watu wa lugha nyingi na wafalme. Ufunuo sura ya 11. Kisha nikapewa mwanzi uliokuwa kama kijiti cha kupimia. Nikaambiwa, inuka, ukalipime hekalu la Mungu, madhabahu ya kufukizia ubani, na kuhesabu watu wanaoabudu ndani ya hekalu. Lakini uache ukumbi ulio nje ya hekalu, usiupime, maana huo umekabidhiwa watu wa mataifa mengine, ambao wataukanyaga mji mtakatifu kwa muda wa miezi 42. Nami nitawatuma mashahidi wangu 2 ili watoe unabii kwa muda huo wa siku 1260, wakiwa wamevaa mavazi ya gunia. Hao mashahidi 2 ni miti 2 ya mizaituni na taa 2 zinazosimama mbele ya Bwana wa dunia. Kama mtu akijaribu kuwadhuru, moto hutoka kinywani mwao na kuangamiza adui zao.
na kila mtu atakayejaribu kuwadhuru atakufa namna hiyo. Hao wanayo mamlaka ya kufunga anga, mvua isinyeshe wakati wanapotoa unabii. Tena wanayo mamlaka ya kuzigeuza chemichemi zote za maji ziwe damu, na ya kusababisha maafa ya kila namna duniani kila mara wanapopenda. Lakini wakishamaliza kutoa unabii huo, mnyama atokaye shimoni kuzimu atapigana nao, atawashinda na kuwaua. Maiti zao zitabaki katika barabara za mji mkuu ambapo Bwana wao alisulubiwa. Jina la kupanga la mji huo ni Sodoma au Misri. Watu wa kila kabila, lugha, taifa na rangi wataziangalia maiti hizo kwa muda wa siku 3.5, na hawataruhusu zizikwe. Watu waishio duniani watafurahia kifo cha hao wawili. Watafanya sherehe na kupelekeana zawadi, maana manabii hao wawili walikuwa wamewasumbua mno watu wa dunia. Lakini baada ya zile siku 3.5, pumzi ya uhai kutoka kwa Mungu iliwaingia, nao wakasimama. Wote waliowaona wakaingiwa na hofu kuu. Kisha hao manabii wawili wakasikia sauti kubwa kutoka mbinguni ikiwaambia, Njoni hapa juu. Nao wakapanda juu mbinguni katika wingu, maadui wao wakiwa wanawatazama. Wakati huo huo kukatokea tetemeko kubwa la ardhi. Sehemu 1/10 ya ardhi ikaharibiwa. Watu 7,000 wakauawa kwa tetemeko hilo la ardhi. Watu waliosalia wakaogopa sana, wakamtukuza Mungu wa mbinguni. Maafa ya pili yamepita, lakini tazama, maafa ya tatu yanafuata hima. Kisha malaika wa 7 akapiga tarumbeta yake, na sauti kuu zikasikika mbinguni zikisema, Sasa ufalme wa ulimwengu ni wa Bwana wetu na Kristo wake, naye atatawala milele na milele. Kisha wale wazee 24 walioketi mbele ya Mungu katika viti vyao vya enzi wakaanguka kifudifudi, wakamwabudu Mungu wakisema, Tunakushukuru Bwana, Mungu mwenye nguvu, uliyeko na uliyekuwako. Maana umetumia nguvu yako kuu ukaanza kutawala. Watu wa mataifa waliwaka hasira, lakini ghadhabu yako imefika. Naam, wakati wa kuwahukumu wafu, ndio wakati wa kuwatuza watumishi wako manabii watakatifu na wote wanaojitukuza jina lako, wakubwa kwa wadogo. Ni wakati wa kuwaangamiza waangamizi wa dunia. Kisha hekalu la Mungu mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana hekaluni mwake. Kukatokea umeme, sauti, ngurumo, tetemeko la ardhi na mvua kubwa ya mawe. Ufunuo sura ya 12. Kisha ishara kubwa ikaonekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi chini ya miguu yake, na taji ya nyota 12 juu ya kichwa chake. Alikuwa mjamzito, naye akapaaza sauti kwa maumivu na uchungu wa kujifungua mtoto. Kisha ishara nyingine ikatokea mbinguni, joka kubwa jekundu na lenye pembe 10 na vichwa 7, na kila kichwa kilikuwa na taji. Joka hilo liliburuta kwa mkia wake 1/3 ya nyota za anga na kuzitupa duniani. Nalo lilisimama mbele ya huyo mama aliyekuwa karibu kujifungua mtoto, tayari kabisa kummeza mtoto mara tu atakapozaliwa. Kisha mama huyo akajifungua mtoto wa kiume, ambaye atayatawala mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Lakini mtoto akanyakuliwa na kupelekwa kwa Mungu na kwenye kiti chake cha enzi. Huyo mama akakimbilia jangwani, ambako Mungu alikuwa amemtayarishia mahali pa usalama, ambapo angehifadhiwa kwa muda wa siku 1260. Kisha kukazuka vita mbinguni. Mikaeli na malaika wake walipigana na hilo joka, nalo likawashambulia pamoja na malaika wake. Lakini joka hilo na malaika wake walishindwa, na hatimaye hapakuwa tena na nafasi mbinguni kwa ajili yao. Basi joka hilo kuu likatupwa nje. Joka hilo ndiye yule nyoka wa kale, ambaye huitwa pia Ibilisi au Shetani, ambaye hudanganya ulimwengu wote. Naam, alitupwa duniani na malaika wake wote pamoja naye. Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka mbinguni ikisema, Sasa umefika ukombozi na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Maana yule aliyewashtaki ndugu zetu mbele ya Mungu ametupwa chini. Naam, ametupwa chini huyo anayewashtaki usiku na mchana. Ndugu zetu wamemshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno waliloshuhudia. Maana hawakuyathamini maisha yao kuwa kitu sana, wakawa tayari kufa. Kwa sababu hiyo, furahini enyi mbingu,
na vyote vilivyomo ndani yenu. Lakini ole wenu nchi na bahari, maana Ibilisi amewajieni akiwa na ghadhabu kuu, kwa sababu anajua kwamba siku zake zilizobakia ni chache. Joka lilipotambua kwamba limetupwa chini duniani, likaanza kumuinda yule mama aliyekuwa amejifunga mtoto wa kiume. Lakini mama huyo akapewa mabawa mawili ya tai, apate kuruka mbali sana na hilo joka, mpaka mahali pake jangwani, ambapo angehifadhiwa salama kwa muda wa miaka 3.5. Basi joka likatapika maji mengi kama mto, yakamfuata huyo mama nyuma ili amchukue. Lakini nchi ikamsaidia huyo mama, ikajifunua kama mdomo na kuyameza maji hayo yaliyotoka kinywani mwa hilo joka. Basi joka hilo likamkasirikia huyo mama, likajiondokea, likaenda kupigana na wazawa wengine wa huyo mama, yaani wote wanaotii amri za Mungu na kumshuhudia Yesu. Basi likajisimamia ukingoni mwa bahari. Ufunuo sura ya 13. Kisha nikaona mnyama mmoja akitoka baharini. Alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na kila pembe ilikuwa na taji. Jina la kashfa lilikuwa limeandikwa juu ya vichwa hivyo. Mnyama huyo niliyemuona alikuwa kama chui, miguu yake kama ya dubu, na kinywa chake kama cha simba. Lile joka likampa huyo mnyama nguvu yake, kiti chake cha enzi na uwezo mkuu. Kichwa kimojawapo cha huyo mnyama kilionekana kama kilikwisha jeruhiwa vibaya sana, lakini jeraha hilo lilikuwa limepona. Dunia nzima ilishangazwa na huyo mnyama na kumfuata. Watu wote wakaliabudu lile joka kwa sababu lilimpa huyo mnyama uwezo wake. Wakamwabudu pia huyo mnyama wakisema, nani aliye kama huyu mnyama? Ni nani awezaye kupigana naye? Kisha huyo mnyama akaruhusiwa kusema maneno ya kujigamba na kumkufuru Mungu. Akaruhusiwa kuwa na mamlaka kwa muda wa miezi 42. Basi akaanza kumtukana Mungu, kulitukana jina lake, makao yake na wote wakao mbinguni. Aliruhusiwa kuwapiga vita na kuwashinda watu wa Mungu. Alipewa mamlaka juu ya watu wa kila kabila, ukoo, lugha na taifa. Wote waishio duniani watamwabudu, isipokuwa tu wale ambao majina yao yameandikwa tangu mwanzo wa ulimwengu katika kitabu cha uhai cha Mwana-Kondoo aliyechinjwa. Aliye na masikio na asikie. Aliyepangiwa kuchukuliwa mateka lazima atatekwa. Wa kuuawa kwa upanga atauawa kwa upanga. Hivyo watu wa Mungu na wawe na uvumilivu na imani. Kisha nikamuona mnyama mwingine anatoka ardhini. Alikuwa na pembe 2 kama pembe za kondoo, na aliongea kama joka. Alikuwa na mamlaka kamili kama yule mnyama wa kwanza. Akautumia uwezo huo mbele ya huyo mnyama. Akailazimisha dunia yote na wote waliomo humo kumwabudu huyo mnyama wa kwanza, ambaye alikuwa na jeraha la kifo lililokuwa limepona. Basi huyu mnyama wa pili akafanya miujiza mikubwa, hata akasababisha moto kutoka mbinguni ushuke duniani mbele ya watu. Aliwapotosha wakazi wa dunia kwa miujiza hiyo aliyojaliwa kutenda mbele ya mnyama wa kwanza. Aliwaambia wakazi wa dunia watengeneze sanamu kwa heshima ya yule mnyama aliyekuwa amejeruhiwa kwa upanga, lakini akaishi tena. Kisha alijaliwa kuipulizia uhai hiyo sanamu ya yule mnyama wa kwanza, hata ikaweza kuongea na kuwaua watu wote ambao hawakuiabudu. Aliwalazimisha wote, wadogo na wakubwa, matajiri na maskini, watu huru na watumwa, watiwe alama juu ya mikono yao ya kulia au juu ya paji za nyuso zao. Akapiga marufuku mtu yeyote kununua au kuuza kitu, isipokuwa tu mtu aliyetiwa alama hiyo, yaani jina la yule mnyama au tarakimu ya jina hilo. Hapa panatakiwa hekima. Mwenye akili anaweza kufafanua maana ya tarakimu ya mnyama huyo, maana ni tarakimu yenye maana ya mtu fulani. Tarakimu hiyo ni 666. Ufunuo sura ya 14. Kisha nikaona mlima Sioni na Mwana-Kondoo amesimama juu yake. Pamoja naye walikuwa watu 144,000, ambao juu ya paji za nyuso zao walikuwa wameandikwa jina la Mwana-Kondoo na jina la Baba yake. Basi nikasikia sauti kutoka mbinguni, sauti iliyokuwa kama ya maji mengi na kama ya ngurumo kubwa. Sauti niliyosikia ilikuwa kama sauti ya wachezaji muziki wakipiga vinubi vyao. Walikuwa wanaimba wimbo mpya mbele ya kiti cha enzi na mbele ya wale viumbe hai 4 na wale wazee. Hakuna mtu aliyeweza kujifunza wimbo huo isipokuwa hao watu 144,000 waliokombolewa duniani. Watu hao ndio wale ambao hawakujichafua na wanawake, nao ni mabikira.
Wao humfuata mwanakondoo kokote aendako. Wamekombolewa kutoka miongoni mwa binadamu wengine, wakawa wa kwanza kutolewa kwa Mungu na kwa mwana-kondoo. Hawakupata kamwe kutamka uongo, hawana hatia yoyote. Kisha nikamwona malaika mwingine anaruka juu angani, akiwa na habari njema ya milele ya Mungu, aitangaze kwa watu waishio duniani, kwa mataifa yote, makabila yote, na watu wa lugha zote na rangi zote. Naye akasema kwa sauti kubwa, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa imefika ya kutoa hukumu yake. Mwabuduni yeye aliyeumba mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Malaika wa pili alimfuata huyo wa kwanza akisema, ameanguka. Naam, Babuloni mkuu ameanguka. Babuloni ambaye aliwapa mataifa yote wainywe divai yake, divai kali ya uzinzi wake. Na malaika wa tatu aliwafuata hawa wawili akisema kwa sauti kubwa, yeyote anayemwabudu yule mnyama na sanamu yake na kukubali kutiwa alama yake juu ya paji la uso wake au juu ya mkono wake, yeye mwenyewe atakunywa divai ya ghadhabu ya Mungu, ambayo imemiminwa katika kikombe cha ghadhabu yake bila kuchanganywa na maji. Mtu huyo atateseka ndani ya moto na kiberiti, mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana-kondoo. Moshi wa moto unaowatesa hupanda juu milele na milele. Watu hao waliomwabudu huyo mnyama na sanamu yake na kutiwa alama ya jina lake hawatakuwa na nafuu yoyote usiku na mchana. Hivyo ni lazima watakatifu, yaani watu wanaotii amri ya Mungu na kumwamini Yesu, wawe na uvumilivu. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri watu ambao tangu sasa wanakufa wakiwa wameungana na Bwana. Naye Roho anasema, naam, watapumzika kutoka taabu zao, maana matunda ya jasho lao yatawafuata. Kisha nikatazama, na kumbe palikuwapo wingu jeupe hapo, na juu ya wingu hilo alikuwako aliye kama mwana wa mtu. Alikuwa amevaa taji ya dhahabu kichwani na kushika mundu mkononi mwake. Kisha malaika mwingine akatoka hekaluni, na kwa sauti kubwa akamwambia yule aliyekuwa amekaa juu ya wingu, tafadhali tumia mundu wako ukavune mavuno, maana wakati wa mavuno umefika. Mavuno ya dunia yameiva. Basi yule aliyekuwa amekaa juu ya wingu akautupa mundu wake duniani, na mavuno ya dunia yakavunwa. Kisha malaika mwingine akatoka katika hekalu mbinguni akiwa na mundu wenye makali. Kisha malaika mwingine msimamizi wa moto akatoka madhabahuni, akamwambia kwa sauti kubwa yule malaika mwenye mundu wenye makali, nawe tia huo mundu wako mkali, ukakate vichala vya mizabibu ya dunia, maana zabibu zake zimeiva. Basi malaika huyo akautupa mundu wake duniani, akakata zabibu za dunia, akazitia ndani ya chombo kikubwa cha kukamulia zabibu, chombo cha ghadhabu ya Mungu. Zabibu zikakamuliwa ndani ya hilo shinikizo lililoko nje ya mji, na damu ikatoka katika shinikizo hilo, mtiririko wenye kina kufikia hatamu za farasi, na urefu upatao kilomita 300.